lakini pole kwa ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si mwingine tena mimi Joel nawalika katika kushare, kusubscribe, kulike na comment. Ambia ndugu, jirani habari hizi za uamsho ambazo Bwana anazileta kwetu ili tupate kuamka. Wale wote waliolala, waliosinzia, waliokamatwa na shetani wapate kujitambua na kuamka kutoka katika uzinzi, kutoka usingizi, kutoka hali isiyofaa. Leo ninaleta kengele ya 3 sehemu yake ya kwanza. Sehemu yake ya kwanza ambayo ninaileta, na katika kengele hii ya 3 tutazungumzia juu ya jasho la watumishi ama jasho la watakatifu. Jasho la watakatifu. Lakini pia katika kengele hii tutaongelea pia juu ya astral world, yani ulimwengu wa astra, ambao tutaongelea kwa si sana, lakini kuna baadhi ya vitu tutaviongelea ambavyo vitakupatia picha ambako utaelewa ulimwengu wa astra world ni nini, ulimwengu wa astra ni nini, ambao tutazungumzia yote. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo tutakava katika kengele hii ya 3 ambayo iko na sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Basi karibuni wandugu wapendwa katika kengele 7 za kuamsha, za uamsho wa kanisa, na katika kengele yake ya 3 katika sehemu yake ya kwanza. Inasema nilianza kuona katika kengele hii ambayo sehemu ya kwanza kabisa inaongelea juu ya uamsho kabisa wa kanisa, lakini pia jasho la watakatifu, jinsi jasho la watakatifu linavyokuwa. Sasa katika kengele hii mwanzo wake kabisa nilianza kuona kitambaa cheupe. Hicho kitambaa cheupe na kikubwa, naposema kitambaa cheupe usiangalie labda ni kidogo, ni kikubwa. Lakini nilipokuwa naona hicho kitambaa kilikuwa kinashikiliwa na watu 4. Hawa watu 4 kila mmoja alikuwa anashikilia pembe yake. Huyu pembe, yule pembe, huyu pembe, yule pembe. Kitambaa hicho kikaletwa. Lakini sasa kilikuwa hicho kitambaa nilichokiangalia ni kitambaa, lakini kinaonyesha kana kwamba kimewekwa ndani ya maji, yani kimerowana. Lakini kurowana huko si kama vile kurowana kwa maji, bali ni kana kwamba ama kama vile ni hicho kitambaa kimechomvywa ama kimeingizwa katika asali. Kwa vile nilivyokuwa naona vitu ni maji, lakini mazito kidogo, ni mazito. Sasa baada ya hapo nikaona hicho kitambaa kinatoa toni, kilitoa toni kama asali. Tena hao watu wakakikunja, yani kwa hali kama vile wanakikamua. Makini tuseme hivi, hicho ndio kitambaa. Alafu acha nitengeneze vizuri hapa, maana tuseme hichi ndio kitambaa, hii karatasi kinaletwa hivi, afu watu wakakikunja hivi. Walipokikunja hivi ikawa kama fimbo hivi, alafu wakaanza kukikamua hivi. Sasa kikawa kinatoa matoni. Nikaangalia yale matoni wakati wanakikamua, ndipo nikaona maji hayo yalikuwa kama asali, yakawa yanatoka kwenye kitambaa hicho kama asali nilivyokuwa nalinganisha mimi. Sasa baada ya kuona kitambaa kimekamuliwa kinatoa matoni ya maji yaliyokuwa kama asali, kukawa sasa sauti ikawa inaniambia kwamba hayo yaliyo kama asali ni jasho la watakatifu na watumishi wa Mungu wa kweli, ambao hakuna toni la jasho lao ambalo litaweza kupotea. Hakuna toni la jasho lao ambalo litaweza kupotea. Nikaambiwa kazi ya kitambaa hicho ni kukusanya jasho la watakatifu, la watenda kazi ya Mungu, ya wana wa Mungu ambao wako hapa duniani. Sasa wakati naona hivyo, nikaona watumishi wa Mungu wengi, niseme wengi,
Wakundi walikuwa Afrika, Asia, Amerika, Europe niliona, lakini mara nyingi niliona niseme wengi wanasafiri wengi walikuwa wanasafiri watumishi wa Mungu wakawa na safari za mbali kwa njia mbaya. Kuna walio safiri kwa ajili ya kwenda kuhubiri katika njia ngumu sana. Mmoja niliwaona hawa njia ngumu, niliona watu kule kwetu Afrika njia ngumu sana. Pia usafiri wao ambao walio wengi walitumia usafiri wa baiskeli kwa sababu ya kutokuwa na uwezo. Na wengine nikawaona wanahubiri injili mitaani kule Afrika na popote pale, watumishi wa Mungu nikawa nawaona wanahubiri injili mitaani, wengine wanasafiri huko na kule kwenda kutumika kazi ya Mungu, wengine wanaenda mahali ambako barabara ni mbovu sana afu inawachosha na wanaendesha baiskeli milimani na kuna kule. Lakini wengine kama nilivyosema walikuwa wanahubiri injili mitaani. Ndipo nikaambiwa kwamba malipo yao yanawasubiri wote wanaomwamini Yesu Kristo. Malipo yao yanawasubiri. Hakuna atakayetenda kazi, hakuna atakaye mlisha mtumishi wa Mungu. Kwa wale wanaosaidia watumishi wa Mungu, usikiliza hapa, hakuna atakayeweza kulisha mtumishi wa Mungu ama kumsaidia mtumishi wa Mungu ambaye hataweza kulipwa ama kupokea haki kutoka kwa Mungu. Nikaambiwa kila jasho linahesabika. Kila jasho la mtu anayetenda kazi ya Mungu linahesabika. Katika kutenda kazi ya Mungu, kuna anayesimama mitaani, kuna anayesimama kwenye madhabahu, lakini wengine wako ndani ya kanisa, labda unafyagia, unapiga gita, unasaidia chakula mtumishi wa Mungu au wageni. Katika kutenda kazi niliambiwa hakuna jasho litakalopotea, kila jasho la mtumishi linahesabika. Baada ya hapo nikaona mwinjilisti, huyo mwinjilisti ambaye nilifurahi sana kumuona. Huyo mwinjilisti baada ya mchoko niliona natoka mbali sana. Eneo ambako alikuwa anatoka kama eneo za milimani. Halafu kuna waka jua kali. Anatoka kutangaza injili, ajala chakula. Akafika katika kutembea kwake akasikia kiu. Wakati aliposikia kiu, huyu mwinjilisti akaenda mahali fulani akagonga. Alipogonga katika nyumba ya mama mmoja aliyekuwa pale, alikuwa kama mama miaka 50 hivi. Lakini mama naye niliona ni kama vile alikuwa anaokoka, kwa sababu niliona anajifunga kitambaa. Akaenda kujifunga, akagonga katika hiyo nyumba. Alipogonga katika hiyo nyumba, yule mwinjilisti akamwambia nisaidie maji. Alipoomba maji, yule mama akaenda akachukua kitu kama jage na kikombe, akamimina maji kikombe, akampatia yule mwinjilisti kikombe cha maji, akanywa. Baada ya yule mama kumpatia mwinjilisti kikombe cha damu cha maji samani, akanywa yale maji yule mwinjilisti, kwa sababu anatoka kutenda kazi ya Mungu na mchoko na jua kali. Niliona kile kitambaa kinakuja kikapanguza ile jasho ya yule mwinjilisti, lakini pia kikapunguza yule jasho ya yule mama aliyonywesha mwinjilisti maji. Jasho yake ikawa collected na wote wawili na katika hicho kitambaa. Sasa jasho la mtumishi ni nini? Ndio nikaanza kuambiwa. Jasho la mtumishi ni matendo mema unayoyafanya kwa watu. Yale matendo mema unayoyafanya kwa watu, hilo ni jasho ambalo Mungu atakulipa siku ya baadaye, ambayo tendo hilo alipotei. Na hayo matendo mema unayoyafanya kwa kazi ya Mungu kupitia watumishi wake, ndiyo haya matendo ambayo unayatenda kwa watumishi wa Mungu. Wewe ambaye si mtumishi muumini, lakini unatenda mema kwa watu wa Mungu. Labda unaandaa mikutano ya injili ili watumishi wa Mungu wafikishe injili mahali fulani. Hayo matendo hayo ni jasho, lakini ndiyo baraka ya Mungu. Ndiyo baraka ya Mungu. Mungu anachukua kutoka kwa kitambaa kile ambacho anakikusanya kama maji na damu ambayo ni jasho, yanaonekana kama asali, yanaonekana kama maji mazito.
Sasa Mungu akitaka kubariki mtu, yeye anachukua toni la maji kutoka kwa ile jasho lako ambalo limepanguzwa kwa matendo uliyotenda. Ndio wapo sasa anaweza akachukua toni akachukua baraka kutoka kwa kitambaa hicho na kukikamua matoni yake na kumpa watoto wake au familia yake. Ni hivi ama yaani, mtumishi wa Mungu watoto wake wanaweza kupata matoni ya baba yake baada ya kufa kwake, au bado angali duniani, na yule anayemsaidia mtumishi wa Mungu na yeye vivyo hivyo. Umetenda mfano, mtumishi wa Mungu hana chakula, ni mfano, alafu wewe ukamuona ukasema, baba, ungao, kukui, samaki, atmani, weka msimu hizo hela na yeye anazitumia kwa kazi ya Mungu. Anarekodi kipindi, anaweka online, anarekodi, anaenda live kwa internet aliyonunua kwa pesa zako. Mungu akitaka anachukua hayo matendo, anakuja kuyachukua, kuyapanguza kama vile jasho lako. Sasa akitaka kukubariki wewe ama kumbariki mtumishi wa Mungu, anaangalia kupitia kile kitambaa cha matendo cha jasho lako, ndo anakamua matoni. Anachukua labda toni moja, mawili, anampatia yule aliyetenda vizuri, akabarikiwa yeye, ama akayashusha yale matoni kwa familia. Sasa anaweza kafanya hiyo, huyo mtu angali hai ama amekufa. Unaweza umekufa au kuyaona hizo baraka, lakini watoto wako ambao uliacha duniani, wajukuu wako, wakabarikiwa kwa matendo uliyomtendea Mungu leo. Sawa, Sasa mtumishi wa Mungu si wa kuabudiwa. Ndio nikaambiwa, mtumishi wa Mungu si wa kuabudiwa, maana ni mtendakazi, mtumwa na mfungwa wa Kristo. Sasa wakati mtumishi wa Mungu anafanya kazi juu ya kulipwa, huyu mtumishi hawezi kuingia mbingu. Mbingu si ya kwake. Anapofanya kazi kwa ajili ya sifa, hawezi kuingia wapi? Kuingia mbinguni, hawezi kuiona mbingu. Sasa inakuwaje mtu abarikiwe na mtumishi na Mungu? Nikaambiwa Mungu uwagusa watu wamsaidie mtumishi wake, na sio mtumishi wake kuomba au kufanya kazi kwa sababu alipwe hela. Ukiwa unafanya kazi kwa kuomba eti ulipwe hela, wewe na Mungu mnaachana. Tabaki unapokea hela kwa kuomba, lakini Mungu hakujui tena. Mtumishi wa Mungu kazi yake ni kutenda kile ambacho ameambiliwa, ambacho Mungu amekuambia hicho ndicho au utakachokitenda, naye atapata thawabu kwa Mungu wake. Akiwa mtumishi wa namna hiyo, wa kutenda tu, thawabu ipo, na sio kuwekeza akili kwa hela, kuomba hela, maombi ya hela, nabii ya hela, hiki cha hela. Hivyo ni vya bure. Tenda kazi ya Mungu kama alivyokuambia. Tabiria watu kama alivyokuambia. Ombea watu kama umepewa karama ya kuponya watu. Sio kujisifu, mimi fulani nilifanya hiki. Hiyo sivyo. Sawa, Na juu ya kutenda mema, malaika akaniuliza, na juu ya kutenda mema imeandikwaje katika kitabu cha Wagalatia 6:6 hadi mstari wake wa 10? Ndio malaika aliniuliza. Basi acha tusome kwanza hicho kitabu ambacho malaika alinipatia kabla ya kusonga mbele na mengine. Wagalatia 6:10 nasema hivi: mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Nsidanganyike, Mungu haziakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho.
Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Sikiliza hilo. Lakini si hapo tu, akaniletea andiko lingine. Akaniambia hivi. Akaniuliza swali lingine, akaniuliza hivi. Imeandikwaje? Kipimo kile upimacho ndicho utakachopimiwa. Basi Mungu awajua walio wake katika kutenda mema. Mungu awajua walio wake katika kutenda mema. Akanipatia kitabu iki, Luka 6:38. Luka 6:38. Luka 6:38 anasema hivi. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Amen. Unaona, hiyo ndio malaika ananiuliza baada ya kunionyesha na kuniambia yote katika kengele, akanifikisha katika kusoma aya maandiko kuja kudhibitisha zaidi. Lakini basi baraka za Mungu zimo katika watu wanaoinua wengine. Mungu amekupatia pesa si kwa sababu hizo pesa ziwe za kwako, bali hizo pesa ziwafikie wengine, ziwasaidie wengine, ziwainue wengine, wengine wapate majibu kwa sababu ya pesa zako. Mungu amekupatia elimu kwa sababu hiyo elimu wengine wale wasiosoma wapate kusomewa barua na wewe. Mungu anajua watu katika kutenda mema. Baraka ambazo Mungu anazokupatia, anakupatia kwa sababu wengine wapate majibu kupitia wewe. Sasa wana wa Mungu au kanisa, mnisikiliza hapo vizuri sasa. Sasa wana wa Mungu hao kanisa linapokosa kuwafadhili watu ndani na nje ya kanisa, kuna vitu vitatokea. Shetani naye analeta kitambaa chake ambacho niliona mtu mwa mavazi mweusi na yeye ni mweusi, na anakamata kitambaa chake kiusi anasimama nacho, akawa anakishika hicho kitambaa ndani ya watu wanaosema watu wa Mungu. Kitambaa chake kitakacholetwa katika kanisa ama katika maisha ya mtu yule asiyotaka kutenda mema kwa watu wengine, asiyotaka wengine kuinuliwa, hataka wengine kuinuliwa hata ndani ya kanisa. Ameitwa ni mchungaji lakini hataki kusikia mwingine ni mchungaji. Ameitwa ni nabii, hataki kusikia mwingine ni nabii. Kitambaa cha shetani nacho kinasogea ndani ya kanisa ama katika maisha ya mtu mkatili. Hicho kitambaa akiji kwa sababu ya kuleta baraka. Cha Mungu kinaleta kukolete na kuleta baraka, kukolete jasho lakini pia na kutoa baraka. Lakini cha shetani kina laana. Hiyo ndio kazi ya shetani. Kina laana, hiyo ni moja hiyo. Kina laani watu katika kanisa, wala wasiwezi kusimama kiroho, wasiwezi kusimama pia kiuchumi. Baada ya mioyo kuwa migumu kutoweza kutenda mema, waasi ndani ya kanisa, magomvi, mambo mengine yasiyofaa, mambo ya shetani yanaanza kuingia. Kitambaa cha shetani kinaingia kuleta laana, kufanya usiwe mtu wa kusimama katika kiroho, lakini usiwe na uchumi wenye kusimama sawa. Hivyo akasema shetani anafunga kila njia nazo tamani kuziendea kwa ajili ya mafanikio. Anaondoa upendo na kujaza chuki. 4, anajaza lawama. Kwa hiyo watu wanabaki wenye malawama katika maisha yao na wenye kujutia mipango yao. Yani umeanza project haifiki mwisho. Miezi 3 4 biashara ulivyoanza vimeomba, vimepotea. Ukafuga nguruwe 2 ama mbuzi wamekufa. Unabaki katika majuto kila wakati, mipango haifiki mwisho, inaishia njiani kwa sababu ya kutoweza kuishi maisha matakatifu. Akaniambia tena,
analeta kwenye ugomvi, anawaweka watu kwenye ugomvi na anaweka watu kwenye mashaka mengi. Sasa watu wanapokuwa hivyo, matokeo ya mtazamo wa kiroho ya watu waliomo ndani ya kanisa yanaanza kubadilika, yanaanza kuwa tofauti. Matukio ni yale ambayo yanatokea sasa, kwa sababu unakuwa katika kanisa hilo upokei chochote. Kanisa limekuwa la chuki hivyo, alipokei chochote. Una matatizo yako uponi, una matatizo yako utabiriwe lolote, huku vile vile unaingia utoka kujua unaenda wapi. Baadaye unaanza kubadilika mtazamo wa kiroho. Kwa sasa unaanza kuwa na kiburi. Watu wanaanza kuwadharau wachungaji na walimu na manabii na mitume wa makanisa yao. Sasa wanabaki watu wasio amini watumishi wanaowaongoza. Mwishowe muumini anakata tamaa hata kwa mchungaji wake, kwa kiongozi anayemuongoza, kwa sababu haoni baraka katika maisha. Anaona ni mizigo kila wakati. Lakini si kosa la mchungaji. Kosa ni la mtu binafsi, si uweza kufungua kama tulivyoambiwa huko juu. Na kama mchungaji anakosa na yeye anafunga hivyo, na kanisa likiwa lote la watu kama hivyo, inakuwa ni kanisa la Mungu ambao shetani amelikamata na watu wamekuwa waasi. Sasa watu wanakuwa wakulialia. Sasa sikiliza hapa. Wao watu wanapoona na kukosa hizo baraka, wanaanza kuzunguka kwa makanisa ya uongo kutafuta kupata msaada kwa shetani. Na shetani uaminisha wao kwamba yeye ndo ana uwezo wa kuponya na kuwabariki. Kumbe ni mtego wa kuwanasa, mtego wa kunasa watu. Basi wana wa Mungu, iweni na upendo kama Baba Mungu alivyowapenda. Iweni na fadhili na kuombea na akuombaye mpe, na akukopaye mkopeshe, naye Baba atawabariki. Kitambaa cha shetani ni nini? Kitambaa cha shetani hakita kuacha tu, hakitakausha tu mambo ya kimwili, bali kitakausha pia na mambo ya rohoni. Na ndio maana watu wako ndani ya kanisa, lakini maskini wa kimwili, lakini pia maskini wa kiroho. Watu wanajifunga vitambaa, lakini wanasragu katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu ya nini? Tabia na mienendo ya watu walio ndani ya kanisa haendani na ule kuabudu Yesu Kristo. Sasa hayo ndiyo tumeyaongelea katika sehemu hii ya pili. Basi tutakutana katika sehemu yake ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu hapewe sifa. Haleluya. Si mwingine ni mimi Prophet Joel kutoka hapa kwetu Australia. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi huko wapendwa. Nina imani Mungu atasaidia zaidi na ataweza kutuongoza katika yale yaliyobaki na tutaweza kuyamaliza. Asanteni. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani.